kwamba kwa sasa Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 za utawala, yapo maelekezo, na moja ya maelekezo yake makubwa ni kuanza kwa haraka sana majaribio ya mfumo wa bima afya kwa wote. Na sisi kama mkoa wa Dar es Salaam wenye population kubwa ya watu, wenye hospitali kubwa sana, tumehakikisha kwamba tumeweka mifumo mizuri kuwapa taaluma hii ya bima wananchi wetu, ili jaribio hii itakapoanza, basi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wawe namba moja katika kuitikia wito na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wananchi wanapata ahueni ya matibabu kwa kutumia bima ya afya kwa wote. Lakini pamoja na maelekezo yake mengine, yamekuwa ni kuhakikisha mwenzetu mmoja anapofariki, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya miili ya wenzetu wanaofariki ama kutangulia mbele za haki kukataliwa kuichukua miili hiyo mpaka kuclear bill. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, naomba niwaeleze tena kwamba mkoa wetu tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuzingatia maelekezo haya Mheshimiwa Rais, lakini pia yanayotekelezwa pia chini ya Wizara ya Afya, lakini pia huku chini pia Wizara TAMISEMI inahusika. Watendaji wetu wa serikali za mitaa na watendaji wetu wa serikali na watendaji wetu wa kata wanafahamu wajibu huu wa kuhakikisha kwamba wanawarecommend wale watu wote ambao hospitali zote zitahitaji taarifa za ziada kuhusu mgonjwa ambaye amepoteza maisha ama mtu ambaye amepoteza maisha. Lakini kwa sasa utaratibu huo kwa Dar es Salaam, mtakumbuka hospitali zetu zipo nyingi na malalamiko yao yako mengi sana. Kwa hiyo tumejipanga pia na wenzetu ili kuhakikisha kwamba wazo hili ambalo limeletwa na serikali la kuhakikisha tunaharakisha kwa haraka sana kuwapa wenzetu miili ama ndugu kuwapa miili ya ndugu zao ambao wamepoteza maisha unafanyika bila urasimu wa aina yoyote. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea tena kuliratibu jambo hili na kuwaambia pia Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba mahali popote litakapotokea jambo hilo tuwasiliane na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa haraka, ofisi za mkuu wa wilaya kwa haraka, ili usipate tabu, kwa sababu ni maelekezo yaliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.